Bwana asifiwe sana. Pamoja na yote ulionayo, lakini kumbuka kuna maisha mengine baada ya haya. Dunia hii inapita, ina mwisho wake. Mtu wa Mungu, rejea kwa Mungu maadamu una pumzi. Usikubali kufa kabla hujaokoka. Neema bado ipo. Neema ni Kristo, neema ni Kristo, neema ni Yesu Kristo aliye hai. Rejea kwa Mungu ili upate pumziko la milele, ili upate pumziko la kweli, upate pumziko la milele. Duniani hakuna pumziko. Pesa, magari, mali hazikupi pumziko, bali Yesu ndiye pumziko la kweli, pumziko la milele. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake, sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha, na uje Bwana Yesu. Haleluya. Watu wa Mungu, ninawasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Kristo inanyi popote pale mlipo. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi mfano wa hii ambayo amenipea kuwa mbele zako, mbele zenu usiku ni wa leo. Bwana asifiwe sana. Natamani niweze kuongea na vijana wenzangu. Natamani niweze kuwashauri vijana wenzangu ambao wapo duniani na bado hawajaokoka. Wokovu ni mara moja na ni leo. Nataka mnifuate kwa makini sana. Na mimi ni kijana mfano wa ninyi ambaye nilifurahia mengi sana ya dunia hii, ambaye nilienjoy mengi sana ya dunia hii, lakini Mungu amenisaidia sana, ameniokoa hadi hapa nilipo ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nataka nizungumze na vijana wenzangu ambao wapo duniani lakini bado hawajaokoka, lakini bado hawajapata neema, hawajafanya maamuzi magumu ya kuokoka, ya kuacha dhambi, ya kuacha ulimwengu na yake yote na kumfuata Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka vijana mnifuate kwa makini sana. Mimi ni kijana mfano wa ninyi, na kwa asilimia kubwa ya yote ambayo mnafanya leo, na mimi nilipita humo. Na mimi nilipita humo, huenda hata zaidi ya ninyi. Leo mnaangalia pornography kwenye simu. Mimi niliangalia zaidi ya miaka hata 15 niliangalia video hizo chafu za ngono. Bwana asifiwe sana. Nataka mnifuate kwa makini sana. Nia na lengo ni mtu wa Mungu uokoke. Usikubali kufa kabla haujaokoka, mtu wa Mungu, maana hautaweza kustahimili mateso, hukumu ijayo. Itakuwa ni ngumu sana kwa wewe mtu wa Mungu kustahimili. Kwa hiyo ni afadhali kuokoka kabla ya mauti haijakujilia. Kitabu cha Mhubiri 12:1 nasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla haijaja miaka ambayo utasema mimi sina furaha katika haya. Maamuzi yako matokeo ya kesho. Bwana asifiwe sana. Mbinguni ni matokeo ya maisha ambayo yaliisha hapa duniani, na jehanamu ni matokeo ya maisha ambayo uliyaishi hapa duniani. Mbinguni hauendi kwa bahati, jehanamu hauendi kwa bahati. Jehanamu na mbinguni tunakwenda kwa aina ya maisha ambayo tunayaishi hapa chini ya jua. Ukifa na haujaokoka, haujamwamini Yesu, haujabadili mfumo mzima wa maisha yako, jua tu ziwa la moto ndio malipo yako. Na ukifa umo ndani ya Kristo, uzima wa milele ndio zawadi yako, ndio malipo yako. Bwana asifiwe sana.
kila afanyaye kazi una malipo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Asilimia kubwa dhambi utaifanya, ni kweli utaifanya, lakini madhara ya dhambi magumu sana. Ndugu zangu, mimi nami nalikuwa muovu mfano wa ninyi. Nilitembea hivyo sana, nikafanya mengi maovu sana, lakini niko mbele zenu usiku wa leo. Nakuja kushauri, sipendi kuongea sana. Nakuja kushauri vijana wenzangu, hebu angalia maisha unayoishi leo. Hebu angalia dhambi uzifanyazo mwisho wake ni upi? Hebu angalia madhara ya kuangalia video chafu za ngono kwenye simu. Angalia madhara ya hayo yote. Leo mnajichua miili yenu, vijana wa kiume kwa wanawake. Leo mabinti wanajichua miili yao, wanavaa ushanga viunoni kwa sababu ya ngono, sababu ya zinaa. Bwana asifiwe sana. Mwisho wa yote huo ni mbaya sana. Ni kweli utakuwa ni handsome, ni sawa, lakini uhandsome wako huo hautakuokoa siku ya mwisho. Ni kweli utakuwa ni mzuri wa uso, binti, ni kweli utakuwa ni mzuri mrembo kabisa, lakini urembo wako, uzuri wako hautakuokoa siku ya mwisho, hautakuokoa na jehanamu ya moto. Ni kweli utakuwa ni mrefu, utakuwa ni una cheo kabisa, ni kweli, lakini cheo chako hicho hakitakuokoa. Ni kweli utakuwa na makalio makubwa, lakini makalio hayo mwisho wa siku hayatakuokoa. Ni kweli utakuwa na matiti makubwa, ni kweli unayo, lakini mwisho wa siku hayo hayatakuokoa. Bwana turumie sana. Mtu wa Mungu, uzima wako hauwi ndani ya vitu ulivyo navyo. Hapana, uzima ni kwa Yesu Kristo. Biblia iko wazi kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Yesu mwana pekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Wapendwa, neema ya kuokoka bado ipo. Neema ya wokovu bado ipo. Neema ya wokovu bado ipo. Mlango wa neema bado upo. Yesu anakuita, njoni enyi wenye dhambi mkarejee kwa Yesu Kristo, maana bado mlango wa neema upo. Hata kama umetenda dhambi nyingi namna gani, lakini Mungu angalia wingi wa dhambi zako, anaangalia moyo wako, na moyo wako umeamua nini kwa ajili yake. Hata kama umeua, umezini maradufu, umechafua vingine vyote, hata kama umeiba, hata kama umefanya kinyume na maumbile, hata kama umevaa vya kuvaa vibaya sana, lakini Mungu aangalia wingi wa dhambi ulizo nazo, anaangalia moyo wako, anaangalia toba itokayo moyoni mwako. Je, ni ya kweli? Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, okoka. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, okoka. Mtu wa Mungu, na mimi nilikuwa mzambi. Biblia iko wazi kwamba nimeandika ninyi vijana kwa ndio mnazo nguvu, na ninyi mmemshinda shetani, maana neno la Mungu linakaa ndani yenu. Lakini bahati mbaya, vijana hao ndio ambao wanaharibu nguvu zao kwa kuzini, wanaharibu nguvu zao kwa kufanya uasharati na wizi na vingine vyote. Lakini nguvu za kijana ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa ajili ya kutumikia ufalme wa Mungu na sio kingine chochote. Sikia maandiko haya. Mtu wa Mungu, sikia maandiko haya. Kitabu cha Mhubiri 11:19 anasema, wewe kijana, ufurahie ujana wako, sawa, na moyo wako kuchangamshe siku za ujana wako, sawa, ukaziendee njia za moyo wako, sawa, na katika maono ya macho yako, sawa. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Ni kweli utaendea
njia za moyo wako. Ndio utafuata maono ya macho yako, ni kweli. Utafurahia ujana katika anasa, ni kweli. Utakwenda stati nyingi, ni kweli. Lakini mwisho wa siku, kwa ajili ya hayo yote, Mungu atakuleta hukumuni na atakuhukumu sawasawa na matendo yako, sawasawa na kazi uliyoifanya chini ya jua. Maana kila afanyaye kazi yuna malipo, na kila mmoja atalipwa sawasawa na kazi yake, atalipwa sawasawa na matendo yake. Kijana, ni wakati wa kurejea kwa Mungu. Dunia hii inakwenda kuanguka muda si mrefu. Mwisho wa yote umekaribia, mwisho wa yote umekaribia. Ulevi huo, zinaa, vingine vyovyote, urembo, kuwa na shapu kubwa, vitu vingine vya ajabu. Watu wa Mungu, dunia hii kwa asilimia kubwa ipo spidi, ipo mwishoni kabisa. Ni wakati wa kurejea kwa Mungu. Tubu dhambi ukaishi, tubu dhambi kijana ukaishi. Sikia maandiko yanasema hivi, tuende kwenye 10, yanasema hivi: kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe ondoa ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni batili na utu uzima pia. Ni kweli utaenjoy maisha, lakini ujana ni ubatili pamoja na utu uzima. Lakini maandiko yanasema kwamba hivi, kumcha Bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Mtu wa Mungu, tunaishi wakati wa neema. Wokovu ni leo. Pamoja na yote ambayo unayafanya hayo, pamoja na mengine yote, ni kweli utakuwa una sifa mitaani, ni kweli utakuwa unapendwa na mabinti mitaani, ni kweli utakuwa hodari kwa kuzini, ni kweli utakuwa hodari kwa washari, ni kweli utakuwa hodari kwa vingine vyote vya dunia hii. Lakini mwisho wa siku utakuwa wapi milele, mtu wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Mwisho wa siku utakuwa wapi milele? Hebu angalia maisha yako, mtu wa Mungu, baada ya dunia hii, mtu wa Mungu. Ni kweli unafurahi, ni kweli unaenjoy maisha, lakini mwisho wa yote hayo ni mbaya, ni mchungu. Wengine mtajutia kuzaliwa, mtajutia kuishi, mtajutia kwa nini tumezaliwa, kwa nini hatukusikia sauti ya Mungu ambayo ilikuwa ikituita kupitia watumishi wake. Mtu wa Mungu, ni wakati wa kutubu dhambi. Maandiko yanasema kwenye Marko 1:15, maandiko yanasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Bwana asifiwe sana. Hakuna maisha mazuri ambayo utayapata ya milele nje ya Yesu Kristo. Kwa Yesu kuna pumziko. La milele. Ni kweli utakuwa na magari, ni kweli utakuwa na mke na mume, lakini hawataweza kukupumzisha. Kwa Yesu kuna pumziko la milele. Yesu ndiye pumziko letu la milele. Ni kweli utakuwa na manguo, utakuwa na vingine vyote, utakuwa na cheo, utakuwa na fahari, utakuwa na manyumba na vingine vyote, lakini nyumba hizo haziwezi kukupa pumziko la milele, bali Yesu ndiye anaweza kukupa pumziko la kweli la milele. Bwana asifiwe sana. Rejeeni kwa Mungu madamu mnaishi. Tafuteni Bwana madamu anapatikana. Muiteni madamu yu karibu. Kijana, tengeneza njia zako. Jinsi gani kijana asafisha njia yake? Ni kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Sipendi kuongea sana. Mimi lengo langu ni moja tu, mtu wa Mungu uokoke. Mimi nami nilikuwa kijana mfano wa ninyi, lakini nimeamua kuacha yote kwa ajili ya Kristo. Nimeamua kuacha yote kwa ajili ya huyu Mungu huyu. Nimeamua kujitenga na ulimwengu huu wa dhambi ili nimpendeze Mungu aliye hai. Kama ni Mungu kweli ameniokoa, hata wewe mwingine Mungu atakuokoa kupitia mimi ama kupitia watumishi wengine walioko mitandaoni mfano wa mimi. Bwana asifiwe sana. Pamoja na yote ulionayo, lakini kumbuka kuna maisha mengine baada ya haya. Dunia hii inapita, ina mwisho wake, mtu wa Mungu. Rejea kwa Mungu maadamu una pumzi. Usikubali kufa kabla hujaokoka. Neema bado ipo. Neema ni Kristo. Neema ni Yesu Kristo aliye hai. Rejea kwa Mungu ili
upate pumziko la milele, ili upate pumziko la kweli, upate pumziko la milele. Duniani hakuna pumziko. Pesa, magari, mali hazikupi pumziko, bali Yesu ndiye pumziko la kweli, pumziko la milele. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na utungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi yake, sawasawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha, na uje Bwana Yesu. Amen.